Demokrasia na Maendeleo Chadema kwenye kanda hii ya Pwani. Yeye pia katundika daruga jana, tuko naye katika hii safari. Kwa hiyo kwa heshima kubwa naomba sana angalau azungumze chochote, awasalimie, awape moyo wa matumaini. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Asalamu alaykum. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuweza kukutana katika siku ya leo. Mimi naitwa Ali. Mpaka siku ya jana nilikuwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Pwani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini jana siku ya tarehe 15 nikajivua wanachama wangu wa Chadema, lakini pia nikajivua na uongozi wangu. Automatically uongozi unakuwa ni wenye kupotea. Lakini katika mazungumzo yangu nilisema kwamba naelekea kupumzika siasa. Kuna kuacha na kupumzika, ila kipindi hiki nitakuwa ni mwenye kupumzika siasa. Lakini watie moyo kwa nyinyi ambao mnahitaji kuweza kufanya maamuzi katika muda wa dakika chache zinazokuja. Niwaambie kwamba mpo katika njia sahihi. Siasa inahitaji kushirikishwa, siasa inahitaji kuweza kushiriki. Ikifikia pahala kwamba watu wakasema hawatoshiriki siasa, hawatoshiriki uchaguzi kwa maana ya kususa, hakuna historia yoyote katika dunia inayoonyesha kuna chama cha siasa kilichopata kufaulu kwa sababu ya kususa. Na siku zote mtu anayesusiwa inabidi awe muungwana, kwamba unamsusia muungwana, ukishasusa ataona haya kwamba bwana umesusa, hebu njoo tuzungumze. Lakini kuwasusia CCM sinia la wali, utakuta mifupa, hakuna watakachofanya kwa sababu hawana haya wala hawana vibaya. Kwa hiyo ukitegemea kwamba eti udai reform ukiwa uko nje ya mfumo, hili jambo haliwezekani, kwa sababu watafanya uchaguzi, watajichagua wao, watakaa madarakani, na nyinyi mnachodai si reform. Okay, reforms zitafanyika lakini wakiwa wao wenyewe. Kwa hiyo watatunga sheria zenye kuwafaa wao, zenye kuwafeva wao. Ni Tahira peke yake ambaye anaweza akakubali kwamba mimi niko madarakani, niko peke yangu, nimepewa favor ya kujitungia sheria, alafu nitunge sheria ambayo itakayokuwa inatishia uwepo wangu wa madarakani. Mimi nitakuwa chizi. Lazima nipate shinikizo la kuniambia hapana, hapo unapokwenda sivyo, twende hivi. Hapo ndio itakuwa sawa sawa. Lakini bunge la kwangu, madiwani wa kwangu, mawaziri wa kwangu, alafu nitunge sheria ya kunifanya mimi nishinde uchaguzi, ni kitu ambacho mtu opaless peke yake ndio anaweza kukubaliana na haya. Lakini watu wenye akili timilifu ni kwamba vita haipiganwi katika Twitter, vita haipiganwi katika WhatsApp. Watu wanahitaji kwenda front line kuweza kupambana ili kuweza kupata decision ya matatizo tuliokuwa nayo. Kwa hiyo niwaambie kwamba nawatia moyo, muende pamoja, mshikamane. Lakini pia huko mnapokwenda, kitu kitakachowafanya muweze kuwa pamoja ni kwamba mtahitajika kuwa na nidhamu na heshima. Hivi vyama vya upinzani mara nyingi ni kujitolea. Ukisikia kwamba tunahitaji kumasajiana ili tuweze kwenda pamoja, Mheshimiwa Mbowe alikuwa anasema kila mmoja bega lake liwe sehemu ya kulilia mwenzake, ndio mtakwenda sawa sawa. Kupeana moyo, kupeana matumaini na kuheshimiana, ndio mtafika huko mnapokwenda. Lakini ikifikia pahala mkawa kama kambale, hajulikani mkubwa nani, hajulikani mdogo nani, hamtoweza kufika katika safari yenu. Na haya tunayaona sasa hivi. Kiongozi hana uwezo wa kuwa comfort watu wake. Watu wanalalamika, anawaambia hapana, chama hiki sio gereza. Hakuna mtu aliyefungiwa. Anayetaka abaki, asiyetaka. Hii sio siasa. Kuna siasa na kuna harakati. Siasa lazima itumike diplomasia ili kuweza kuwa comfort watu muweze kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Lakini ukijifanya mbabe wakati kuna option nyingine za watu kuweza kufanya, lazima uje upate matatizo. Kwa hiyo naomba sana Mwenyezi Mungu awabariki. Mimi kwa sasa napumzika, lakini niko pamoja na waunga mkono katika maamuzi yenu mtakayokuja kuyafanya. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sasa hivi natoka hapa Dar es Salaam, muda huu naelekea Tabora kwenda kufanya kazi zangu za mafekeche, kutafuta mzigo, kwa sababu wanasema kiume pesa, huu mwingine mzigo tu. Lakini ukiwa na pesa ndio kila kitu kitakuwa kinakwenda vizuri. Kwa hiyo Mungu akipenda,
Tutakuja kuonana wakati mwingine. Mwenyezi Mungu awabariki sana katika kikao chenu. Asanteni kwa kunisikiliza.